Barabara Telatela pia ilikuwa ni kipimo kikubwa sana kwa diwani mpya. Unapoingia unakutana na majanga ya kitaifa, sio majanga ya asili, natural catastrophe. Kwa hiyo unakutana na mambo, lakini tukapambana, tumeshauri serikali, watu wa TARURA na serikali kwa ujumla, tumepambana. Ile eneo sasa ni moja kati ya maeneo mazuri, imejengwa, eneo lile liko salama. Lakini pia tulipoanza kulikuwa na kelele nyingi juu ya shule hapa mjini Askoshi. Tumepambana eneo lile la Igeleke pamoja na Black X pamoja na eneo la kujenga sekondari kule Sambarage. Kushirikiana na viongozi wenzangu wa hapa tumefanikiwa ile eneo, vibali vimetolewa na tunaendelea kusukuma ili maeneo yale yaende. Kwa hiyo tumekwenda vizuri sana. Na mgogoro mkubwa hapa mjini ilikuwa ni kituo cha kupanda na kupakia watu hapa mjini. Katika kipindi hiki tumefanikiwa kupunguza kelele za watu waliokuwa lazimika saa 10 usiku kupanda bodaboda kwenda kule Nambu Kibena au kwenda kule katikati ya mjini. Tumefanikiwa kusaidia serikali kushirikiana na vyombo mbalimbali kuhakikisha kwamba hata katikati ya mjini watu wanapata huduma kupanda gari na kushuka hapa katikati ya mjini. Kwa hiyo hii katika kipindi cha miaka miwili tumejaribu kufanikiwa kushawishi serikali pamoja na vyombo mbalimbali vikubali ili wananchi wapate huduma rahisi hapa katikati ya mji wa mjini Njombe. Lingine ambao tumefanikiwa katika kipindi hiki, tumefanikiwa kuboresha miundombinu ya nyumba zilizokuwa zimechakaa sana katikati ya mji. Mnakumbuka sheria za mji zilizopitishwa na waheshimiwa madiwani na viongozi mbalimbali zilitaka mji wa Njombe ubadilike kwenye mpango kabambe, kuwe na nyumba za gorofa hapa mjini. Nyumba yote kishachakaa idondoke ijengwe gorofa. Lakini baada ya kukaa na wataalamu mbalimbali, bunge pamoja na nyinyi wenye viti, tukakubaliana kwamba tujenge hoja wananchi wenye viwanja hapa katikati ya mjini, hapa katikati ya mjini wajenge gorofa. Yes. Lakini kabla hizo nyumba ziboreshwe, zikishaboreshwa ziwe nzuri, ili hao wanaokuja kujenga magorofa wajenge, wanunue viwanja pamoja na nyumba. Sipapata zile, wanunue viwanja pamoja na nyumba, ili thamani ya ardhi yao iweze kwenda vizuri. Na nashukuru pengine macho yenu yanaona kwamba hapa mjini sasa hivi nyumba zilizokuwa zimechakaa sana zimeboreshwa, na wawekezaji wanapokuja hapa hawanunui tena viwanja. Ni kweli kiwanja kimoja nimeona hapa mjini wanauza viwanja kati ya milioni 350 mpaka milioni 800. Hicho ni kiwanja tu bila nyumba, sio? Lakini ukifanikiwa ukaikarabati hiyo nyumba, uuze hiyo nyumba ambayo imekarabatiwa vizuri ili mtu ajenge gorofa, hautauza milioni 800. Nimeona kuna nyumba moja katizo karabatiwa sasa hivi nauza bilioni 2 ili mtu fulani ametangaza sokoni katikati. Kwa sababu ameiboresha, anasema mimi niko tayari kuachia nyumba, lakini nitauza bilioni ngapi? 2. Kuna nyingine pale inauza bilioni 1.4. Kwa hiyo nilidhani kata Njombe tumefanikiwa kushawishi hizo sera na sheria, kanuni zinazotaka watu wajenge tu magorofa, lakini tukaamini kata Njombe tunaamini kujenga gorofa ni process. Inahitaji hatua. Tukishakuwa tumejenga gorofa tutapendeza, lakini pia tunavutia wawekezaji ili waje kwenye magorofa hayo, lakini kutoka kwenye msingi wa watu ambao wana nyumba za kawaida nzuri zinauzika kwa bei kubwa, ili na wao hata wao wakishakuwa na nyumba zimeboreshwa, tukasema hizo nyumba zitaweza hata kukopeshwa fedha benki. Kwa sababu kama karabati nyumba nzuri ni nzuri, inauzika, inaweza kukopesheka, watu wa benki wanaweza kukopesha bilioni 2 au 3. Wakasema kwa nyumba hii tunakupa fedha. Kwa hiyo wale watu maskini wanaomiliki Njombe mjini wataaminika na vyombo vya fedha. Ndio sera ya kata ya Njombe mjini, kata kuboresha. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya kufanya watu waweze kufanya mji wao uwe ni mzuri. Kwa hiyo lingine ambao tumefanya katika miaka hii miwili ilikuwa ni kufungua barabara ambazo zilikuwa hazipitiki kwa muda mrefu. Mnakumbuka katika kikao cha kwanza cha tarehe 10 mwezi wa kwanza mwaka 2023 pale Shipo tulifanikiwa kumshawishi mbunge
alete grader ili lifungue barabara hapa mjini. Katika agenda hiyo wenye viti mliongea kwa ujasiri mkubwa, mkasaidia kweli, grader limekuja na limefungua barabara hapa mjini. Barabara zimefunguliwa vizuri na mnaona wenyewe matokeo. Na lingine ambalo tumefanikiwa ni hizo shule za Igeleke na Geleke Block X na hapa Mabatini. Hizi majengo mawili haya, baada ya kushauriana na Kamaka, serikali imeleta fedha. Mbunge akaambiwa tumeletewa fedha, lakini kwa kujenga shule hakuna. Mbunge wetu Kamaka ilimshawishi mbunge alete grader hapa pia, kutengeneza jengo hili hapa na hili hapa, eneo la kujenga shule. Ameleta fedha, amekwenda Block X, amekwenda na Igeleke, ameleta shilingi milioni 8, ongeza milioni 900,000 ya kukarabati eneo hili. Kwa hiyo mnaweza kuona Kamaka ya miaka miwili imefanya kazi kubwa ya kushauriana na mbunge jinsi ya kutoa pia fedha iweze kufanya kazi katika maendeleo haya. Kwa hiyo unaona milioni 9 ameleta kwa kipindi cha muda mfupi sana mbunge wetu katika eneo hili. Waheshimiwa, upande wa afya, katika kipindi hiki tulipata ofa moja kubwa ya shule ya kituo cha dispensary pale halmashauri, kwamba mtafute katika kata ya Njombe, mtafute eneo ambalo litakiwa tujenge hiyo kituo dispensary. Nashukuru sana mtaa wa Kambarage, baada ya kupewa, kwanza tulipewa ofa mtaa wa Ibundilanga, lakini tulishindwa kupata Ibundilanga kwa sababu tulikosa eneo kwa wakati ule. Mwenyekiti wa Kambarage akachangamkia fursa. Leo hii pale Kambarage wamejiongeza, wamefanikiwa kushawishi serikali, imepeleka dispensary bora, lakini wao kama mtaa wakajiongeza, kasema tuweze kujenga kadudu kadogo, wakaongeza pia kufikiri. Walipofikiri wakaongeza eneo na majengo. Kwa hiyo wamejenga maeneo pale Kambarage, dispensary ya serikali. Mwisho wa siku pengine fedha haitatosha, lakini ni akili kubwa imetumika, kwamba tumepewa ka dispensary kadogo hivi, tumeongeza mawazo. Kwa hiyo wamejenga dispensary nzuri sana pale Kambarage, inakaribia kuisha. Huo ni ushindi mkubwa sana kwa kata ya Njombe kuwa na dispensary ile nzuri pale Kambarage. Kwa hiyo kwa Kambarage wametufanyia kazi nzuri sana. Lakini sambamba na hilo, swala dispensary baada ya Ibundilanga kukosa eneo, kamati inaendelea kuchakata na watu wa ardhi kuhakikisha kwamba pale Kambarage, pale Ibundilanga tunapata pia kituo kizuri, eneo zuri kwa ajili ya kujenga dispensary nzuri pale. Na wamepanga kwamba pale Ibundilanga wajenge sio dispensary tu, wajenge kitu chenye hadhi ya hospitali katika leo eneo, ambao michakato inakwenda vizuri, na imani tutafanikiwa kwenda vizuri katika hilo eneo. Kwa hiyo ni jambo zuri sana. Na upande wa elimu sasa, upande wa elimu, kata hii Kamaka ilifanya ushawishi mkubwa kuhakikisha kwamba mkurugenzi anashiriki vikao vya Kamaka. Matokeo ya kikao kimoja kilichofanya Ibundilanga yamesababisha jengo ambalo lilikuwa linaoza pale Sabasaba shule ya msingi lipate fedha, na sasa hivi ndio linaezeka. Kwa hiyo ule ukumbi ulikuwa ni kama umeshachoka. Mkurugenzi alipokuja kwenye Kamaka ya waheshimiwa wenye viti hao, wakamwambia mkurugenzi, unaona kazi ya wananchi, walitengeneza bomu. Leo ukienda pale Kamaka imejengwa, yani ile ukumbi umejengwa kwa chuma kwa kiwango kikubwa sana. Tulipewa milioni 80 cash, iko pale inajengwa, na tunahakika kutakuwa na jambo zuri sana. The same pia kulikuwa na ujenzi wa ofisi, wananchi walijenga mpaka kuwezeka, karibia kuwezeka, wakakosa. Tumefanikiwa pia, mpango wa mwaka huu fedha zitatolewa kwa ajili ya kukamilisha kuwezeka ile jengo ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa hiyo kwa kweli kazi, wenyeviti wenzangu, viongozi, mmefanya kazi nzuri sana. Kwenye upande wa elimu tulipewa katika halmashauri kuwa na ushindani. Serikali, kuna wafadhili walikuja hapa
wakawa wanataka katika halmashauri katika kata 13 tupate kata moja yenye uwezo wa kuanzisha madarasa ya tehama, kwamba wako tayari kuleta makompyuta, kuleta kila kitu, lakini masharti yake hiyo kata ilete milioni 10. Kwa hiyo kata zote tukakaa madiwani, sasa kila diwani nakaa diwani nani mwenye milioni 10. Kata ya Njombe kwa sababu wana kamaka nzuri sana, tulipigiana simu, mwenyekiti Jansi, mara nani jamani, FM kuna nini, kuna milioni 10? Wakasema zipo. Wapi? Kwenye kichwa. Tukapiga simu, Njombe tuna milioni 10 hizi hapo, mkurugenzi anakuja kuangalia, hela hamna. Tukaenda kutafuta mahali tukapata milioni 1, zingine hazipo. Mkurugenzi, sisi tuna milioni 1, ukiongeza sifuri ndio milioni 1, ukiongeza ndio milioni 10. Akaleta vifaa hapa. Kwa hiyo tukapata, kutokana na kata makini, tukapata milioni 10 kutoka kwa milioni 9 kwa mkurugenzi, kuongeza milioni 1 tu kusanya sisi, tukashinda ile tenda. Hapa Mabatini tukaletewa vifaa vya zaidi ya milioni 100 hapa Mabatini, na tukapelekewa vifaa vya milioni 100 pale shule ya Mkombozi. Kwa hiyo ni katika mkoa huu shule ambazo zimejitosheleza kwenye mambo ya tehama ni hizi shule ambazo zinaongozwa katika kata Njombe mjini. Kwa hiyo unaweza kuona ambapo tulipambana. Kwa ukienda Mkombozi na ukienda pale. Kwa hiyo mwaka ule ule tukapeleka walimu wawili kwenda tour study tour kule Ujerumani. Mkuu wa shule hii hapa na shule ile ya Mbeya. Tumepeleka kule, wamekwenda. Na mwaka jana tumepeleka walimu 20 South Korea. Hapa Mabatini walimu 10 na kule Mkombozi walimu 10, ili wajifunze namna ya kutumia vifaa vya tehama ambavyo tulishinda mradi hapo nyuma. Kwa hiyo unaweza kuona ambavyo tunaendelea kupambana ili mambo yaweze kwenda. Mitaa hajalala. Tumekwenda mtaa wa Posta, wakati mwenyekiti Kibangari katokea mradi kwenye mtandao, Kibangari akaandika ushirikiana na kata, tukapata mradi wa milioni 70 hivi na nguvu za wananchi kama milioni 200 hivi. Kwa hiyo tumepata mradi wa maji ya uhakika katika mtaa wa Posta. Tumefanya kazi kubwa sana. Tukapata mradi mwingine wa Machinga Complex. Machinga Complex kaja hapa mitaa yote 9, nataka tujenge eneo moja Machinga Complex. Maraki akapambana, mradi ukapelekwa pale mtaa wa National Housing. Kuna Machinga Complex, milioni 10 zimekaa pale, maisha yanaendelea, majengo yamejengwa pale. Kwa hiyo mambo yakawa yanaenda. Kwenye afya tukafanikiwa kupata mradi kwa ajili ya ghorofa ya pale kituo cha afya. Na tumeanza sasa hivi na mradi ule umeshaanza mdogo mdogo. Sasa hivi tunakarabati kituo cha zamani, tumepata milioni kama 500 kwa ajili ya kukarabati kile kituo. Tutajenga uzio ambao tayari mafundi wako kazini, maisha yanaendelea pale. Kwa hiyo muda mfupi ujao, baada ya mwezi mmoja, pale ukienda pale kituo cha afya utakuwa unaingia pale hakuna matope. Tapigwa pale pavings nzuri, ukuta unazunguka kote kule, kaeneo kale kametunzwa kwa usalama, na yale mabanzi sasa hamtaona tena. Pale sasa ni mjini kweli kweli. Ukienda kutibiwa mwanaume unalala, akienda mtoto analala, akienda mwanamke anafanya nini? Atalala. Na nashukuru sana wadau mbalimbali katika kituo cha afya pale, wamechangia michango. Siku moja wakati mwenezi wetu nikaona amepeleka milango, meza na nini, maisha yanaenda hapa mjini jamani, mambo yanakwenda vizuri sana. Kwa mradi wa maji kwa upande, naongea mambo ya kata jamani, siongele mambo sasa ya kitaifa au ya kijimbo, mambo ambayo sisi wenyewe kata tunakwenda. Lakini kata Njombe ndio kata ya kwanza tuliposhinda tu miaka 2020 inaanza kampeni, ndio tulioibeba agenda ya lobbying and advocacy kwa ajili ya chuo kikuu. Hamwezi kujua tumefanyaje, mwenyekiti wa chama anakuwa anajua vizuri. Tulifanya ushawishi kwenye makanisa na misikiti hapa mjini, kwamba tukapiga hesabu kama chuo kinakuja hapa. Kwa hiyo tulifanya ushawishi mkubwa. Faida ya chuo ilipokuja ile wazo, nakumbuka chuo kikuu kilikuja hapa, vilikuja vyuo vikuu 14 katika taifa. Njombe hatuwemo. Kata Njombe ndio ya kwanza kusimama kwenda kwa mkuu wa mkoa na kwenda kwenye vyombo mbalimbali kuhakikisha kwamba agenda inaanza kutembea. Tumshukuru sana mbunge wa Njombe, alipopata wazo kutoka kata ya Njombe, aliamka asubuhi na kufanya kazi mpaka kwa rais. Hatimaye tumepata chuo kikuu hapa ambapo kinajengwa katika kata. Kwa hiyo nawaambieni kwamba kazi imefanyika kwa ubora mkubwa sana kuhakikisha chuo kikuu kinakuja hapa.
kwenye ushawishi, mnapopita kwenye makanisa na taasisi mbalimbali, unaeleza kwa imani, wale watu wanaishika kitu kwa imani. Kwa hiyo wanaelewa na wametuunga mkono sana. Wametunga mkono sana. Lakini wenye viti hawa waheshimiwa, kuna barabara kwa mfano ya NBC kwenda Kibena. Bila wenye viti hawa wakata ya Njombe kwa kipindi hiki ilikuwa haisainiwi kujengwa kwa lami. Bila hawa isingewezekana. Walimwita mbunge, walimwita mtu wa TARURA, ikahamishwa barabara ile kutoka mtaa X mali fulani ili uje NBC ijengwe lami kwenda Kibena, ambao tarehe 28 mwezi wa 3 umesaidiwa, mkandarasi ameshasaini document. Ni kazi kwa kweli ya wenye viti hawa kwa 100%. Walikaa hillside wakamwambia mbunge, tunataka sisi barabara, na wazee wale wa mtaa wa huko Nyamiwe walikuja wakakaa nao, wameshawishi. Ile document imesainiwa, na kwa kweli ni juhudi za wenye viti 100%. Haikuwa inakwenda barabara. Kwa wameshawishi, wamefanya kazi kubwa sana. Lakini vile vile hata hiyo barabara ya hapo Savana pamoja na barabara Mgombera, ni wenye viti hao walisema naomba kwanza barabara hizo zikamilike ili tuweze kwenda sawa sawa. Kwa kweli waheshimiwa, nilitaka katika mafanikio haya tushukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia. Sisi Wananjombe kila tukibeka ametuletea watu wa watendaji, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi, afisa tarafa hawa. Sisi tulikaa nao hapa, kila tunachotamka ni rahisi kusikika. Haya madarasa kwa mfano haya hapa yako 7 na kule Mbele yako 2. Ilitamka tutamko mwaka jana mwezi wakati wa Idi. Mmepewa madarasa 9 mkajenge. Tumekwenda 7 tumepewa tu yani fedha, jamani jengeni shule hapa. Kwa hiyo lazima rais wetu kwa kweli tumshukuru sana. Hata huduma hizi tunazoona, huduma za maji yanakuja. Kelele za maji hapa mjini zimenyamaza. Sio kwamba inakuja kimya kimya tu. Kuna miradi imekuja. Mbunge wetu kwa maandiko wake mwenyewe, mbunge Mwanyika kwa maandiko wake mwenyewe ameandika mradi wa bilioni 12 pale Ichunio. Ile ni mradi, yani ni akili ya mbunge mwenyewe Mwanyika. Unaona akili? Yani akili yeye anaandika, chukua bwana wewe mteuli nenda. Ile ni mradi wa kwake. Mradi wa serikali uleta Samia ni ule wa Mgenge ambao utalisha maeneo kama hapa. Na ule mradi ambao mkubwa wa miji 28 unaojengwa kule Mnyani. Lakini mbunge katika hilo lazima kwa kweli, kama tuko vizuri vichwani, tuseme kichwa kile sio cha kawaida. Ni kichwa ambacho kinafikiri sana. Na kupata watu wa namna hiyo katika dunia sio rahisi. Napata mtu upstairs iko vizuri sio rahisi, napataje? Yeye anafanya unatumia mbinu gani? Kwa hiyo tumshukuru sana mbunge, tushukuru sana viongozi wa kata Njombe hii. Hapa kwenye chama hapa ndio tunashika hatamu. Niwahakikishieni kama kuna wakati chama kinafanya vizuri chini ya mwenyekiti wake Singa, katibu wake Lili pamoja na mwenezi we, kelele za hapa mjini zinakwenda sawa kwa sababu chama kimeamua kusimama katikati. Kwa miaka 2 niwahakikishieni, mimi nina baraza la kata la maendeleo. Kwa miaka 2 sijawahi